Kama unaishi ndani ya ndoa ukiwa na hofu ya mauti, basi wewe ni mtumwa. Kama unaishi ndani ya ndoa na hofu ya mauti, wewe ni mtumwa. Yaani kwamba katikati ya maisha yetu nyakati hizi yako mambo mengi sana yanayotokea, na mambo mengine yanayotokea ni aina ya mambo ambayo yana uwezo wa kuleta hofu. Unaweza kuwa wewe ni mwanamke huko ndani ya ndoa. Ni mambo ambayo yamekuwa yakituzunguka kwamba wakati mwingine unakuwa umesikia mwanamume fulani kapiga mke wake mpaka amemuua. Mambo ambayo tumeyasikia sio mara moja, sio mara mbili, na mimi sitamani hata kuyarudia. Kwa sababu ni mambo ambayo ndani yake yana kitu ambacho huwa kinapanda hofu ndani ya wanawake. Nyakati hizi wakati mwingine unakutana na mwanamke, mnazungumza katika kushauriana masuala ya ndoa, hata katika mambo madogo madogo ambayo ukiyaangalia watu wanaweza kuyazungumza wakayamaliza, lakini mtu atakujibu tu kwamba bwana, mimi naogopa nisije nikafa. Yaani unamwambia mmetofautiana na mume wako katika jambo hili, mbona ni mambo ya kawaida, ni maneno madogo, na mume wako anataka mzungumze. Kwa nini msizungumze mkamaliza? Anakwambia mimi naogopa nisije nikafa. Na hapo ujue anaweza kavunja hiyo ndoa, anaweza kaacha hiyo ndoa ambayo ukitazama na vigezo vyote vya kuweza kuitwa kwamba ni ndoa bora, tena ya mfano wa kuigu. Lakini jambo ambalo leo naomba nikuletee kama kwa aina ya msisitizo, kwa aina ya kukutia moyo na kushauri kwamba tuko katika kipindi ambacho wale tunaoamini katika Biblia tunapitia kipindi cha Kwaresma, na hili ni Juma Kuu. Ni juma ambalo tunakwenda Ijumaa Kuu. Tunapofika kipindi hicho, yako maneno ya Mungu yanaweza kutusaidia sana. Kwamba yuko ambaye alikwisha kuishinda hiyo hofu ya mauti. Neno la Mungu linasema katika Ibrania ile sura ya 2 mstari wa 15. Anasema ili kwamba awaweke huru wale ambao maisha yao yote kwa hofu ya mauti wameishi katika utumwa. Unaweza kuwa unaiamini Biblia, unaweza kuwa unaliamini neno la Mungu, lakini maisha yako yote ni mtu mwenye hofu ya mauti. Uko ndani ya ndoa yako, muda wote unawaza nisije nikafa. Yaani hiyo ndio imetangulia mbele. Una hofu ya mauti. Hofu ya mauti inakufanya unaishi kama mtumwa ndani ya hiyo ndoa. Kwa sababu ndani ya ndoa ni eneo ambalo yako mengi ya kufurahia ambayo Mungu ametuumbia. Mengi unatakiwa uyafurahie. Lakini mtu ambaye una hofu ya mauti, unaishi katika utumwa, muda wote unawaza nisije nikafa. Unawezekana kabisa kwamba ukawa umeondoa nafasi zote za wewe kufurahia ndani ya hiyo ndoa. Ukawa ni mtu mwenye wasiwasi, wakati mwingine hata kufurahia chakula tu ambacho yamkini umebarikiwa chakula hapo nyumbani inakuwa shida. Shida kufurahia chakula dining room, shida kufurahia chakula jikoni, hata chumbani nako unaweza usifurahie. Kadiri ya mazingira ya kwamba ndani yako umeruhusu hofu. Lakini mimi naomba tutafakari pamoja kidogo kwamba je, hii hofu ambayo unaisikia kila mara ndani yako inakujia nisije nikafa, ilianzia wapi? Iko mbegu iliyopandwa ikatengeneza hiyo hofu. Nyakati hizi mbegu inaweza kutoka kama nilivyosema kwa yale ulioyaona kwamba fulani, mwanamke fulani kapigwa kauawa, mwanamke fulani kapigwa kangolewa jicho, mwanamke fulani kapigwa kakatwa shingo na mume wake, mwanamke fulani hivi vile. Neno lile ulilosikia likawa mbegu, kwa sababu sisi tunaamini neno la Mungu. Ile Luka sura ya 8 mstari wa 11, neno la Mungu linasema kwamba neno ni mbegu. Neno ni mbegu. Kwa hiyo hicho ulichosikia kwamba fulani kauawa, fulani hivi, fulani vile, ikawa mbegu ndani yako, imeotesha hofu. Kwa hiyo unatakiwa ukaanzie kung'oa hiyo mbegu kuanzia pale ilipoanza kuotesha hofu. Lakini nyakati hizi yamekopo pia aina ya mafundisho ambayo yanatuambia kwamba ukiwa ndani ya ndoa unatakiwa uwe macho kuchunguza na kuona, je, kuna dalili za hatari? Ili ukiona zile dalili, wamekuandikia dalili 1, 2, 3, 4, 10. Ukiona tu hii dalili, utoke mapema ndani ya ndoa yako. Sasa kama uko ndani ya ndoa, wewe unaishi kwa kuchunguza na kutafuta dalili, hivi utapata muda kweli wa kuijenga hiyo ndoa? Utapata muda kweli wa kujenga hiyo familia? Utapata muda kweli wa kufurahia maisha yako ndani ya hiyo ndoa? Kama muda wote wewe unachunguza dalili fulani, ili ukiziona tu iwe ni hatua hiyo kutoka. Na hayo yote ndio hayo ambayo neno la Mungu linatuambia wale ambao maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa watumwa. Unakuwa ni mmoja wao, unakuwa mtumwa muda wote, ni mtumwa wa kuchunguza dalili. Na nyakati hizi hata nilikuwa nikiongea na
maafisa maendeleo ya jamii wa wilaya tofauti tofauti hapa Dar es Salaam. Wananiambia yani viko vitu vingine ambavyo kinaletwa mezani mpaka mtu unaumia, kwa nini huyu mtu anaacha watoto? Na hasa sisi wanawake sasa hivi tumekuwa ni wengi zaidi tunaongoza kwa habari ya kuondoka ndani ya ndoa kutokana na vigezo hivyo tulivyofundishwa. Afisa maendeleo ya jamii anakuambia, unachunguza unaona mbona haya mambo ni madogo na mume wako mbona anaweza yuko tayari kuyabadilisha, kwa nini msiyafanyie kazi? Mtu anasema nimeshaona dalili nisije nikafa. Lakini nimekutana na kesi moja. Hii kesi kuna mama alienda, hii kesi ilikuwa Arusha. Mama alienda dawati la msaada wa kisheria, akakutana na wanawake pale. Akawaeleza kwamba mimi bwana ninataka kuvunja hii ndoa. Nataka talaka yangu. Kwa sababu mwanaume hanitunzi, mwanaume hanijali, ninajihangaikia mwenyewe. Sasa akaitwa yule mwanaume, alipofika pale yule mwanamume akaelezewa ile kesi. Baada ya kuelezewa, akaambiwa huyu mwanamke amekuja hapa anasema unatakiwa umpe talaka yake. Huyo mwanamume akasema mimi siwaelewi mnachosema, kwa nini nimpe talaka? Sielewi kwamba anavyosema mimi simtunzi anamaanisha nini? Kwa sababu huyu mwanamke mimi nilikuwa naishi naye pamoja, tulikuwa tunaishi nyumba moja. Nilisafiri, huyu mwanamke akauza nyumba. Baada ya kuuza nyumba akawa ameondoka ameenda kupanga. Niliporudi nimekaa, sasa hivi umepita karibu mwaka na nusu, nimejenga nyumba nyingine ndogo. Ninaishi kwenye nyumba ndogo. Nimemruhusu yeye amebaki na mtoto mmoja kule. Na mimi nina watoto wawili. Nyumba anayokaa alikuwa ameishiwa kabisa kulipa kodi. Kodi ya ile nyumba ninalipa mimi. Na vyakula ninamnunulia baadhi ya vitu vya msingi. Nimemwachia yeye kwa sababu aliniambia mwenyewe anataka kuondoka, anataka kukaa peke yake, hataki kurudi kwangu. Atafute tu hela ya mboga. Vyakula vyote, mchele, unga, maharage na nunua naweka ndani. Atafute hela ya kuongezea mboga hapo nyumbani. Kwa hiyo mnaponiambia mimi simtunzi sasa hivi, yeye anataka talaka yake, labda aniambie kama ana kusudi jingine analolitafuta, labda anataka kwenda kuolewa au nini, azungumze hicho, kwa sababu haya ndio ambayo yametokea na hivi ndivyo ninavyofanya. Kilichotokea pale kwenye mkutano, wale wanasheria wote wakamgeukia yule mwanamke na kumwambia, mwanamke ni mpumbavu, tujiona mwanamke mpumbavu kama wewe. Umesha gawanya watoto wako, mmoja yuko na babake, mwingine yuko na mamake, na wewe mamake, mwingine yuko na babake, hamlei watoto pamoja. Wewe umeuza nyumba, mwanamume kakusamea na bado nakuletea hela vitu vya matunzo nyumbani. Bado unakuja hapa unasema unataka talaka. Unachotafuta nini? Matunzo gani unayotaka? Anasema matunzo unayotaka aniongezee hiyo hela ya kula. Mimi niko na mtoto mmoja, aniongezee hela. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ana uwezo. Kwa nini asiniongezee hela mimi nipate hela ya kula zaidi? Mume wako anakuambia urudi mkakae pamoja. Shida yako nini? Wanasheria wenyewe wamemgeukia yule mwanamke pale. Wanamshangaa. Kwa hiyo mambo haya ya ajabu nyakati hizi yanatokea katikati yetu, hasa sisi wanawake. Kwa sababu gani? Kuna aina ya mbegu ambazo zimepandwa ndani yetu, ambazo tunazipa nafasi, ambazo zinatengeneza aina fulani ya hofu ndani yetu. Matokeo yake tunaishi kama watumwa. Tunadhani tuko huru. Tunadhani tunatafuta uhuru. Huyu mwanamke aliyekuwa anadai huku talaka kwa mume wake, anadhani sasa anatafuta uhuru. Lakini ukiangalia ukweli ndio kama yuko mtumwa, anaacha watoto wake. Mwanamume yani ni mwanamume mvumilivu, ni mwanamume msikivu, ni mwanamume ambaye hata wanasheria wanashangaa mwanamke anaposema anataka kumwacha. Mambo kama haya yako mengi nyakati hizi. Kwa hiyo kama wewe ni mwanamke ambaye umeruhusu ndani yako aina ya mawazo haya kwamba mimi hapa nilipo na muda wote mawazo yako kwamba nisije nikafa humu ndani ya hii ndoa. Mawazo yako yote kwamba nisije nikafa. Yaani chochote kitokea wewe unaangalia tu dalili muda wote, unachunguza, ufurahi ndani ya ndoa yako, ufurahi jinsi ya kuishi na mume wako, huwazi jinsi gani unajenga pamoja na mume wako, kama kuna changamoto tutengeneza namna gani, wewe unachowaza nisije nikafa. Unaishi kama mtumwa. Na neno la Mungu wale tunaolipenda kutoka ile Rumi sura ya 8 mstari wa 15 anasema hamkupokea roho ya utumwa iletayo hofu. Hamkupokea roho ya utumwa iletayo hofu. Kwa hiyo utumwa, hofu, roho ya utumwa iletayo hofu. Roho ya hofu inakuletea utumwa. Roho ya utumwa inaleta hofu. Hivyo vyote viwili vinaendana pamoja. Kwa hiyo unaishi humu ndani, unaishi mazingira ambayo wewe ni mtumwa, kama ndani una hofu ya mauti. Mimi leo nimekuletea ujumbe, huu ni ujumbe wa Ijumaa Kuu. Ni ujumbe ambao nimekuletea siku hii ya leo kwamba yuko ambaye alikufa msalabani ili kutuokoa. Yuko ambaye wale tunaoamini katika neno la Mungu katika Biblia tunalitambua, na wewe unaweza kuwa unaamini kwenye neno la Mungu lakini ndani unaishi kama mtumwa ndani ya ndoa yako. Kwa sababu gani? Ulishapandiwa mbegu za hofu zinazokufanya uishi kama mtumwa. Umepandiwa mbegu za kuchunguza matatizo na kubaki unayaangalia matatizo na kuyatafuta.
ili ujue muda wa kuondoka kwenye ndoa yako, unaishi kama mtumwa. Yeye anasema alikufa msalabani ili kuwaweka huru wale ambao kwa hofu ya mauti, wale ambao kwa neno nisije nikafa, wale ambao kwa neno naogopa kufa, wanaishi kama watumwa ndani ya ndoa zao. Yeye alishakufa msalabani ili kukuweka huru. Ijumaa Kuu hii, hebu chukua hatua, ung'oe yale mapando yote, upokee mapando ya neno la Mungu, mapando yenye uzima, ili uishi katika ndoa yako kwa furaha pamoja na familia yako. Watoto wanamhitaji baba, wanamhitaji mama, sio kwa zamu, kwa pamoja kuwalea. Na hiyo ndio familia ambayo Mungu aliiasisi, ndio familia ambayo inafaa kwa ajili ya jamii yetu, inayotengeneza watu ambao wataenda kuwa watoto watimilifu, wanaweza kutusaidia kuendelea kujenga pale ambapo katika jamii yetu kimaadili pamebomoka kwa namna moja ama nyingine.